Naamini sauti yetu inafika hata kule ambako wako na wanaendelea kufanya kazi na wateja ambao tumepita kuwatembelea na kuwasalimia, lakini pia yale ambayo mlitamani kuyasema mwenyekiti wetu ameyasema kwa namna ya hekima ya hali ya juu sana. Mimi kwangu na mambo matatu. La kwanza, naomba niwapongeze sana. Niwapongeze sana kwa kazi nzuri mnayoifanya, na kwa hakika hakuna binti wala mwanamke mrembo bila kupita saluni. Saluni inatusaidia kujipanga vizuri. Eza hiyo ni saluni ya kunyoa, eza ni ya kusuka, eza ni ya kukata kucha. Chochote kile kinachofanyika saluni kinaongeza thamani kwa mwanamke na kwa mwanaume. Na ndio maana hata wanaume na sisi tunaenda kunyoa. Kwa nawapongeza sana wote mnaojishughulisha kwenye jambo la urembo na kupelekea hata ndoa zetu zinazidi kuwa bora zaidi kwa sababu ya kazi ya mikono yenu. Jambo langu la pili, nimekuja kuwaomba, kwa kuwa tarehe 29 ni siku ya uchaguzi, basi niwaombe watu wote ambao mko kwenye sekta hii ya urembo, kuanzia wenye maduka wanaouza vipodozi, kwenda kwa wale ambao ni wataalamu wa kunyoa, kwenda kwa wasusi, hata wale wapambaji wanaopamba maharusi, wanaokata kucha zetu, kila mmoja kwa nafasi yake hakikishe tarehe 29 ameenda kupiga kura. Na kupiga kura huko pia mnisaidie watu wote wa saluni niliowataja kwa makundi yote. Wakati unaosha miguu ya mtu na kukata kucha, mwambie na muombea kula Daktari Samia pamoja na Makonda na madiwani wa CCM. Wakati unasuka rasta, mwambie na muombea Daktari Samia na muombea Makonda na muombea na madiwani. Wakati unauza, unamnyoa mtu, chochote kile unachofanya katika industry ya urembo, naomba mtuombee kula ili tupate ushindi, tuje tuwatumikie. Ahadi yangu ambalo ni la mwisho la tatu, nimefurahi kupita hapa kuona industry yetu ya urembo inavyozidi kukua, inavyotengeneza ajira, lakini pia inavyochangia uchumi wa jiji letu la Arusha pamoja na uchumi wa familia zetu. Ni ndoto yangu na maombi kuwashawishi madiwani wa jiji la Arusha na baraza la jiji letu la Arusha, eneo hili libaki kuwa eneo la saluni na shughuli za urembo katika jiji letu la Arusha. Na si tu kwamba tutawashawishi kwa maneno, mtawashawishi pia kwa kuboresha. Tuwe na sehemu ambayo hata mtoto wa kike akitoka hapa akikatiza kwenye mitaa ajisikie fahari ya kwamba nimetoka kwenye mtaa wa saluni. Kwenye miji iliyoendelea duniani walikubaliana kupanga miji yao. Ukienda sehemu ya mbao utakuta, ukienda sehemu ya kuuza magari utakuta, ukienda sehemu ya viwanda utakuta. Hakuna ubaya hapa tukapafanya kwa sehemu ya saluni zetu zote, ili kila mrembo wa kike na mwanaume akitaka kujitengeneza anajua wapi aelekee na kupata huduma hiyo. Kama kuna ndoto ya kupabomoa, ni ndoto ya kubomoa, kuongeza thamani ili watu wa saluni wakae sehemu nzuri zaidi. Nyinyi ni wananchi kama walivyo wananchi wengine. Unapobomoa unawatoa waliopo, unaleta wengine, maana yake tayari umebagua watu na kutengeneza madaraja. Jambo ambalo siamini kabisa na sifikirii kama ndani ya ubunge wangu litatokea kwenye jimbo hili la Arusha mjini. La mwisho la kuomba,
Amani yetu jamani ndio mtaji. Hakuna mtu anayetoka Murieti, akatoka Sokoniwani, akatoka Sakina, akatoka Sekei, akatoka huko kote mpaka kata ya Balaa, akafika mpaka hapa Levolosi, kama huko barabarani hakuna amani. Kazi zetu hizi zinahitaji amani. Ninaomba sana watu wote wa Saluni, watu wote wa vijiwe, watu wote wa stendi na sokoni, tuwe mabalozi wa amani. Ndio mtaji wetu wa kwanza. Hapa tumekusanyika hapa, hakuna aliyeuliza kabila la mtu wala dini ya mtu, wala hakuna aliyehoji elimu ulionayo, kwa sababu amani ipo. Amani ikitoweka, tutaanza kuishi kwa kufuatiliana na ukabila. Utakuta mtu mwenye nguvu na silaha anahoji, wewe umetokea wapi? Kama sio kabila lake, anatumia fursa hiyo kukuumiza. Kama sio dini yake, anatumia fursa hiyo kukuumiza. Kwa sababu gani? Amani imeshatoweka. Kwa hiyo niombe sana, amani ndio mtaji wetu. Na sisi kwa sababu wageni wakija hapa Arusha, waje basi wakute kitovu cha amani kiko wapi? Hakuna mgeni anaenda kwenye mji wenye fujo. Kwanza kitokea fujo, hata kondakta hutamuona, wala daladala hutaiona, wala saluni. Wewe unaenda kukata kucha wakati kuna mtu anachoma kisu. Inawezekana hiyo kweli? Kuna bomu limelipuka mahala, alafu wewe unasema nichonge huku, nichonge. Inawezekana? Kwa ikitoweka hiyo amani, ni ukweli usiopingika ya kwamba hata uchumi wetu tayumba. Na mfano mzuri tunao kwenye mataifa mengine kote kule. Wamepigana mpaka wamefika hatua wamegundua kwamba ugomvi huo hauna tija, na wamegundua wakiwa wamechelewa, kwa sababu wameshapoteza ndugu. Wako ambao hawana baba, wako hawana mama, wako hawana watoto, wako waliobaki walemavu. Kwa hiyo niombe jamani, Arusha yetu hii asiwepo mtu hata mmoja akatushawishi tuiondoe amani yetu eti kwa kusema ndio tutapata maisha bora. Hilo halipo. Ndugu zangu wa Saluni, naona wivu na najisikia heshima kubwa siku nikirudi tena hapa Saluni nikute watu wameongezewa mitaji yao kupitia mikopo iliyowekwa na Daktari Samia. Ukiangalia hata Saluni iliyoko hapa kwangu hapa, ndani ni ajira tayari za watu. Mtu kama huyu akipata mkopo ataongeza na chumba kingine, na akipewa mkopo si tu kwamba anaongeza ajira, lakini pia uwezo wake wa kulipa mkopo ni mkubwa, kwa sababu ana uzoefu, ana nidhamu ya muda, ana nidhamu ya pesa, ana nidhamu ya wateja. Ningetamani watu kama nyinyi mpewe kipaumbele cha kupata mikopo ili mtengeneze ajira nyingi zaidi, lakini pia mikopo hiyo itakuwa na uhakika wa kurejeshwa ili wengine pia wakope. Niwashukuru tena na niwasihi tusijache kujitokeza kwenda kupiga nini?